Aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyanza, Mchungaji Peter Msigwa, ambaye sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, amemzungumzia uadilifu na uzalendo wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi. Mwanasiasa huyo ametoa kauli hiyo wakati wa mjadala unaoendelea nchini kuhusu uadilifu wa viongozi na ujenzi wa mfumo bora wa kisiasa. Kupitia maelezo yake, Mchungaji Peter Msigwa amebainisha kuwa uzoefu wa kufanya kazi kwa karibu na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi ndani ya chama hicho ulimwezesha kumfahamu vizuri. Kiongozi huyo ameeleza kuwa Emmanuel Nchimbi ni kiongozi anayeheshimu misingi ya falsafa ya hayati Mwalimu Julius Nyerere. Mwanasiasa huyo amesisitiza kuwa katika kipindi chote cha utendaji wao kubaini kitendo chochote cha ufisadi au wizi kikimhusisha katibu mkuu huyo. Mtazamo huo unatoa picha ya jinsi viongozi wanavyothaminiwa kulingana na uzoefu halisi wa kazi badala ya mtazamo wa kisiasa. Tathmini hii inalenga kuleta mwelekeo mpya wa jinsi jamii inavyopaswa kuwatazama viongozi wa kitaifa. Kauli hiyo imeweka wazi msingi wa uhusiano wa kiutendaji kati ya viongozi waliopo madarakani na wale wanaojiunga nao. Kila maelezo aliyotolewa yalithibitisha haja ya kuitazama siasa kwa jicho la ukweli na haki bila kuingiza miemko. Mchanganuzi huyo wa masuala ya kisiasa, Mchungaji Peter Msigwa, ameeleza kuwa tathmini ya viongozi lazima ifanyike kwa kufuata ukweli halisi na sio kuongozwa na tofauti za kisiasa. Mwanasiasa huyo wa Chama cha Mapinduzi amesisitiza kwamba siasa za ukombozi hazipaswi kujaa chuki au visasi dhidi ya mtu kwa sababu tu yuko upande tofauti wa kisiasa. Kwa mujibu wa maelezo yake, kukataa ukweli kuhusu uadilifu wa mtu kisa yuko chama kingine ni kinyume na misingi ya siasa safi. Mwanachama huyo mpya wa Chama cha Mapinduzi amebainisha kuwa mtazamo huo unasaidia kujenga utamaduni wa kuheshimiana na kutambua mchango wa viongozi bora. Fikra hizo zinakosa mfumo wa kisiasa unaojikita kwenye kushambuliana binafsi baada ya kujadili misingi ya uwepo wa kiongozi. Msisitizo huo unalenga kubadilisha mwelekeo wa fikra za wananchi na wanasiasa wanapotathminiwa viongozi mbalimbali ya umma. Kauli hii inafunga mlango wa mijadala yenye afya kuhusu jukumu la uadilifu katika kuleta maendeleo ya kitaifa. Kiongozi huyo anaamini kuwa bila kuachana na chuki ya kisiasa ni vigumu kupata ama kupiga hatua kuelekea ukombozi wa kweli. Pamoja na kusifu uadilifu wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi, Mchungaji Peter Msigwa amebainisha kuwa hiyo haimaanishi kasoro ya mfumo sipuuzwe. Mwanasiasa huyo ameeleza kuwa changamoto kubwa ya taifa si ukosefu wa watu wema au waadilifu ndani ya vyama vya siasa. Kwa mujibu wa maelezo yake, matatizo yaliyopo yanatokana na ukosefu wa taasisi imara zinazowapa nafasi watu waadilifu kuongoza kwa haki. Mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi amesema kuwa mfumo dhabiti unahitajika ili kuhakikisha uwajibikaji unakuwa sharti la lazima kwa kila kiongozi. Mada hiyo inaonyesha mgawanyo kati ya sifa binafsi za kiongozi na imara ya taasisi zinazomsimamia katika utendaji kazi wake. Hoja hiyo inalenga kuonyesha kwamba viongozi wazuri pekee hawatoshi kutoa matokeo yanayotakiwa bila kuwepo kwa misingi imara. Hali hii inalazimu jitihada za kitaifa kuelekezwa kwenye kuimarisha mifumo ya badala ya kutegemea sifa za mtu mmoja.
Mwanasiasa huyo wa Chama cha Mapinduzi, Mchungaji Peter Msigwa, amesisitiza kuwa taifa haliwezi kujengwa kwa kutegemea wema wa mtu mmoja pekee. Mjumbe huyo ameeleza kuwa ujenzi wa nchi unahitaji katiba ya taasisi imara zitakazowezekana, misingi thabiti ya utawala bora. Mwanachama huyo amebainisha kuwa mfumo uliowekwa vizuri utasaidia kuzuia matumizi mabaya ya madaraka kwa viongozi wowote wanaoingia madarakani. Kwa mtazamo wa kiongozi huyo, taasisi zenye nguvu ndizo zitakazohakikisha kuwa misingi ya haki na uwazi inalindwa daima. Maelezo hayo yanasisitiza kuwa hata pale viongozi wanapobadilishwa madarakani, mfumo imara itaendelea kulinda maslahi ya wananchi. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwekeza kwenye sheria na katiba kuliko kuwekeza kwenye hisia za mtu binafsi. Tathmini hiyo iliyotolewa na Mchungaji Peter Msigwa inaonyesha kuwa uadilifu wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Emmanuel Nchimbi, unapaswa kuungwa mkono na mifumo. Mwanasiasa huyo anaeleza kuwa ukombozi wa kweli wa taifa unahitaji mfumo unaowezesha viongozi waadilifu kufanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa. Mwanachama huyo wa CCM anaongeza kuwa mfumo huo lazima uwe na uwezo wa kuzuia wale wanaoweza kutumia madaraka vibaya. Mtazamo huo unalenga kubadilisha mwelekeo wa mijadala ya kisiasa ili ijikite katika kuimarisha taasisi za umma nchini. Pigo kubwa kwa maendeleo litajwa kuwa ni kuendelea kutegemea uadilifu au sifa za mtu mmoja badala ya kujenga mifumo. Maelezo hayo yanatoa wito kwa wadau wa siasa kuelekeza nguvu zao katika kutengeneza sheria na kanuni zitakazowalinda wananchi wote. Mfumo bora unatajwa kuwa ndio ngao pekee inayoweza kuhakikisha kuwa rasilimali na haki za wananchi zinalindwa vyema. Mjadala huu ulioanzishwa na Mchungaji Peter Msigwa umeibua hoja mpana kuhusu mustakabali wa mfumo wa kisiasa na kiutawala nchini Tanzania. Mwanasiasa huyo kutoka Chama cha Mapinduzi anaeleza kuwa mapendeleo ya kweli yatapatikana pale tu taasisi zinapokwenda mbele ya kila kitu. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Emmanuel Nchimbi, anachukuliwa kama mfano wa kiongozi mwadilifu anayepaswa kufanya kazi ndani ya mfumo imara. Mwanachama huyo amesisitiza kuwa kulinda maslahi ya wananchi inapaswa kuwa lengo kuu la ujenzi wa taasisi hizo. Kauli hizo zinazidi kuchochea fikra miongoni mwa wananchi na wanasiasa wenye mwelekeo wa uongozi wa taifa. Uzoefu wa Mchungaji Peter Msigwa ndani ya chama cha CCM umewezesha kutoa ushahidi wa utendaji kazi wa Katibu Mkuu Daktari Emmanuel Nchimbi. Mwanasiasa huyo amebainisha kwa ukaribu wao wa kazi ulimpa fursa ya kupima msingi ya uzalendo wa kiongozi huyo.